Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti. Tunaingia kwenye mdahalo wetu na hii leo tunazungumzia mikopo ya maendeleo, ama zile fedha ambazo zinatolewa kwa wananchi kupitia hazina mbalimbali ili kuhakikisha kwamba biashara zinainuka. Na hapa studioni niko na wageni ambao wataweza kutusaidia kuelewa zaidi kuhusiana na hazina hizi, zile faida ambazo zimekuwepo, changamoto zilizopo na ni vipi ambavyo unaweza kupata mikopo hii ama kuweza tu kujipanga ili uweze kupata mikopo hii. Na hapa studioni tuko naye Benson Muthendi ambaye ni meneja wa mawasiliano katika hazina ya maendeleo ya vijana. Karibu naye ni Gloria Wawira ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kitaifa la Vijana. Na hapa mwisho tuko naye Mark Ouko ambaye ni mshirikishi wa vijana Baraza la Kitaifa la Wanafunzi. Tuna matumaini kwamba Edward Rioba kutoka Bunge la Wazalendo pamoja na Omwansa Omwansa ambaye ni kiongozi wa wanafunzi MKU wataweza kuungana nasi hapa kwenye mdahalo wetu wa hii leo. Lakini pia nilikuwa nimekuuliza swali mtazamaji, ili uweze kushiriki katika mdahalo wetu hii leo. Nilikuwa nimekuuliza, je, hazina za kibiashara, na ningependa kama tunaweza kupata hilo swali ili mtazamaji aweze kuliona vizuri. Swali hilo ni, je, hazina za serikali za kuinua biashara ndiyo suluhu ya matatizo ya kibiashara humu nchini? Je, hazina za serikali za kuinua biashara ndiyo suluhu ya matatizo ya kibiashara humu nchini? Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Naam, tukisubiri jumbe hizo pamoja na kuwasikiza wananchi kutoka kaunti mbalimbali. Hebu tuanze hapa studioni. Benson, tukianza na wewe, labda unaweza kutueleza kwa kifupi kuanzia kuasisiwa kwa hazina hizi, haswa kama ile ambayo wewe unaiwakilisha hii leo, malengo yake yameafikiwa? Asante sana Mashirima. Mwanzo kabisa ni kushukuru kwa kutualika hapa na kutupatia jukwaa ambalo tunaweza kutumia kueneza habari kwa vijana. Manake tukifanya kazi na washikadau wakiwemo vyombo vya habari, tunaweza fikia vijana na kuwaelezea jinsi tunafanya nini na watafaidi vipi. Niseme kwamba hasa tukizungumzia hazina ya ustawishaji wa biashara za vijana, ukipenda Youth Enterprise Development Fund, ni hazina iliyoanzishwa mwaka wa 2007 na kufikia sasa tumepiga hatua kubwa sana, kwa sababu tumeweza kutoa mikopo hadi shilingi bilioni 16. Lakini hizi hazina hazitoi mikopo tu, pia zina mipangilio ingine, zina mikakati ambayo inasaidia katika kuendeleza biashara za vijana. Kwa mfano katika Youth Enterprise Fund pia tunatoa mafunzo ya kibiashara, na mafunzo hayo tunatoa kwa vijana ambao wanataka kuchukua mikopo. Wengine pia washaanza biashara zao, lakini labda hawaelewi jinsi ya kuweka rekodi, kumbukumbu katika biashara zao, jinsi ya ya kufikia soko, hawana zile studies za kufanya marketing kwa biashara zao, na tunatoa haya mafunzo. Jambo lingine ni kwamba tunafanya ile tunaita mentorship kwa kizungu. Sijui ni swali ni mnatoa mafunzo, mnatoa mwelekeo. Hiyo mentorship ni kama vile unaunganisha vijana na mtu ambaye tayari ako na hiyo tajriba ya biashara na anatumia tajriba yake ili kuweza kuwafunza na kuweza kubadilishana mawazo nao. Pia tunawasaidia vijana katika kuweza kufikia soko ya bidhaa zao. Kwa mfano tulipokuwa tukizungumza hapa, umezungumza maneno ya AGPO. Sisi kama hazina ya vijana ndio sana sana tulitetea AGPO ili vijana waweze kupata soko ya bidhaa zao. Pia tunasaidia vijana kupata soko katika nchi za ng'ambo, kushiriki katika maonyesho ya kibiashara hapa nchini Kenya na kwingineko. Vile vile tunawasaidia vijana ambao hawatafuti hasa kufanya biashara, lakini wanatafuta ajira katika nchi za ng'ambo. Na kuna huu mpangilio ambao tumesikia juzi, ambao serikali imetilia mkazo sana
kuwatafutia vijana ajira katika nchi za ng'ambo. Pia wale vijana ambao wanapata zile ajira katika nchi za ng'ambo na labda kwa sababu moja ama nyingine hawawezi kuchukua hiyo kazi kwa sababu ya kifedha, tunawapatia mkopo ili waweze kupata tikiti ya ndege, ili waweze kupata visa na ili labda kama watahitaji pocket money kidogo pande ile nyingine waweze kupata hiyo. Na kuna tofauti gani kati ya Youth Enterprise Fund na Youth Enterprise Development Fund? Youth Enterprise Fund na Youth Enterprise Development Fund ni ile ile. Ni vile kwa mazoea ya kuzitamka utasikia vijana wengine wanasema hii ni Youth Fund, lakini ile jina kamili ni Youth Enterprise Development Fund. Na nimeuliza hilo swali kwa sababu hazina hizi ni nyingi. Ndiyo. Kama ulivyotaja, kuna ile ambayo ni kama mama yao AGPO, ambayo ilianzishwa ili kuhakikisha kwamba wanawake, vijana na watu wanaoishi na ulemavu wanapata tenda za serikali ili waweze kufanya biashara na serikali, hivyo kutoa ajira. Alafu kukaja na Women Enterprise Fund, kukaja na hii Youth Enterprise Development Fund, kuna Mama Doing Good, yani hizi hazina ni nyingi. Ni kwa nini ziko nyingi kiasi hiki? Labda nielezee kwamba mwanzo kabisa wakati wizara ya vijana ilianzishwa mwaka wa 2006, ilifanya utafiti ni vijana walikuwa wanataka huduma gani hasa. Na huduma moja ambayo ilijitokeza ni kwamba vijana walikuwa wanataka usaidizi ili waweze kuanzisha na kupanua biashara zao. Walikuwa wanataka mafunzo ya kibiashara na kadhalika. Na kwa hivyo wizara ikaonelea kitu mzuri ni kuanzisha hazina ambayo itatoa hizi huduma zote kwa vijana. Na pia nao wamama wakaona huu ni mfano mzuri, vijana wanafaidika, wakasema pia sisi tukiungana kwa pamoja kukiwa na hazina ya wamama pia itatusaidia. Kwa hivyo tukawa na Women Enterprise Fund. Na kisha baadaye mwaka wa 2013 kukaanzishwa ile tunaita Uwezo Fund. Uwezo Fund inashirikisha wanawake, vijana na wanaoishi na ulemavu. Lakini AGPO sio hazina hasa. AGPO ni mpangilio. Ni mpangilio wa kuwasaidia vijana kuingia katika zaburi za serikali. Hivi kwamba serikali ndio iko na bajeti kubwa sana ukilinganisha na mashirika yasiyo ya serikali na pia mashirika ya private sector. Na kwa hivyo kukaangaliwa tukasemekana kwamba kwa sababu serikali inanunua bidhaa na inanunua huduma nyingi, ni jinsi gani vijana, wanawake na wanaoishi na ulemavu watakavyowekewa sema tu kwa Kiingereza. Madi unakwama, sema tu. Hilo neno limepotea. Ni quota, watakavyowekewa quota. Quota, that's quota is what I was looking for in Kiswahili. Watakavyowekewa quota yao ili waweze kufaidi katika zabulizi za serikali. Na kwa hivyo kukaibuliwa mpango ya kwamba 30% ya mipangilio ya zabuli zote za serikali, the value, itaenda kwa vijana, kina mama na wanaoishi na ulemavu. Na kwa hivyo pia katika Youth Enterprise Fund na pia katika Women Enterprise Fund pia tukaunda mikopo ambayo itawasaidia vijana kushirikisha hizi zabuli. Gloria, wewe kama mwakilishi wa vijana, je, hizi hazina, je, zimeweza kusaidia katika kufanikisha ule mpangilio kama wa AGPO kwa vijana kuanzisha biashara, kupata mikopo na kuweza kufanya biashara na serikali? Nashukuru sana kuwa hapa Mashirima. Ni kweli kama baraza la vijana, swala ambalo linatuhusu zaidi ni vijana wamesaidika, na kwanza lazima niseme ndio. Tunapozungumza tukifanya shughuli za baraza la vijana ama ukipenda National Youth Council, tunapata nafasi ya kuzungumza na vijana kutoka Kenya nzima. Na wengi wao wanatueleza kwamba biashara zao aidha walianza wakiwa kama kikundi cha watu 5 au 6, wakaenda kwa mfano Youth Fund wakapata mkopo. Wanapata nafasi ya kukuza biashara zao. Kwa mfano hasa unaona biashara za kilimo, ufugaji wa kuku, ufugaji wa sungura, wanakuza biashara zao, wanaanza kuuza mayai. Wanapopata nafasi ya kukua au kupindukia, seme labda walikuwa na zabuni ya
1,100. Wakiweza kulipa hiyo zabuni na kukua zaidi, wanaregea hapa kwenye hizi agencies za serikali na wanaweza kuongezewa mikopo yao. So kwa jumla lazima niseme ya kwamba hizi akiba iwe youth fund, iwe women fund, iwe uwezo fund, zote zimepata kuwafanyikisha vijana, wamama na watu ambao wanaishi na ulemavu. Lakini hata hivyo tunasikia kwamba kuna vijana ambao wanasema hawajapata nafasi ya kusaidika. Hawajapata nafasi aidha ya kupata mkopo au mkopo ambao unatosha. Manake wajua katika hii hali ya mkopo ni kama kwenye benki, lazima ukuwe. Utaanza kwa akiba kidogo, shilingi 1,100, shilingi 50,000, unavyoendelea kulipa na kuzidisha biashara yako ndio unavyoweza kuongezewa thamani ya mkopo wako. So wengi wao wanasema kwamba aidha hawajapata kusaidika au hawajajua. Tunachoona kama baraza la vijana ni kwamba Wakenya wengi haswa vijana hatujui hizi nafasi ziko wapi. Na ndio maana kama baraza la vijana tumebuni kipindi ambacho tunaita wazo. Tunauliza vijana, je, una wazo? Na tukizungumza, tulikuwa Bungoma na tukakuwa Makueni, tukizunguka Kenya nzima, tunazunguka na wenzetu kama hawa wa Youth Fund na wengine wa AGPO na wengine wa Huduma Center. Nia yetu ni kuelezea vijana, ikiwa una wazo, hapa ndio utasaidika. Ikiwa unataka mkopo wa biashara, zungumza na hawa wenye funds. Ikiwa unataka kazi, zungumza, nenda pale. Ikiwa umejaribu kupata zabuni ya serikali na hujafanikiwa, je, una certificate ya AGPO? Ikiwa huna, ndio hawa watu wa AGPO watakusaidia. So kwa ujumla, vijana wamesaidika, lakini kuna nafasi na kuna requirement ya we improve, tuzizidishe, to expand the opportunities. Mark, kwa upande wako, wewe kama kijana, umeweza kuona faida zozote katika hazina hizi zinazobuniwa na serikali? Asante sana kwa kunipa nafasi hii ili tuweze kujadiliana kuhusu maudhui haya ya leo kuhusu hazina ya vijana. Nafikiri kwanza mashirima, jambo la kwanza ambalo labda niseme ni kwamba vijana wengi hawana maarifa sahihi kuhusu haya mikopo, kuhusu haya hazina ambayo serikali anatoa katika mijadili, kwa sababu kuna vijana wengi huyasikia tu maneno haya lakini hawajui jinsi wanavyoweza kupata mikopo haya au usaidizi. Mikopo hii katika kuwasaidia. Na ili kuwaelezea mwanzo, katika ule bajeti ya jumla ule wa mwaka wa 2024-2025 serikali ilikuwa imetenga pesa bilioni 89.5 na limeweka pesa hili katika vitengo vinne ili kuwasaidia vijana. Mwanzo kuna ile mpango wa uwezeshaji wa vijana, Youth Empowerment Program, ambao serikali imeweka bilioni 1.1. Alafu kuna ile National Youth Service ambayo serikali imeweka bilioni 10.4. Sio nimeanza kutangaza kama bwana siasa. Usiwe mwepesi wa kutangaza zile fedha ambazo zimetengwa. Kuwa mwepesi wa kutueleza zimewaathiri vipi vijana. Maana unaweza kutoa takwimu ambazo sio hazina uhakiki. Kuna uhakiki, alafu kuna huo pia tuzungumzie tu faida. Faida kwamba kuna serikali iliweza kutenga milioni 20 na milioni 230 million katika kuyajenga taasisi za kisayansi katika kaunti zote za katika kila kaunti. Serikali imeweza kujenga ile taasisi ambao vijana wanaweza kufunzwa. Nafikiri jambo la maudhui kuu ni kwamba vijana wengi hawana maarifa jinsi wanavyoweza kulipata pesa hili, na mpa rafiki yangu hili jukumu kuyaweza kuwaeleza vijana jinsi tunavyoweza kuyajenga vile mashirika vidogo SACCOs katika kila kaunti ili kuelezea jinsi wanavyoweza kupata pesa hili. Naam. Bila shaka kuna mambo mengi tu hapa ambayo nayaangalia, na asante sana Umwansa kwa kuungana nasi kwenye mjadala huu. Nikiangalia baadhi ya hizi hazina, kwa mfano Women Enterprise Fund, tangu kuasisiwa kwake naona hapa kwamba shilingi bilioni 27.9 zimeweza kutolewa na waliofaidika ni wanawake zaidi ya milioni 2. Kwa hivyo kuna faida. Lakini pia kuna changamoto ambazo zinaibuka na ningependa mzizungumzie. Mojawapo ikiwa ni kwamba ule uendelevu
wa hazina hizi, sustainability, imekuwa na changamoto zake na mtatueleza mengi zaidi. Lakini Mwansa, asante kwa kuungana nasi hii leo. Hapa tumeanza kuzungumzia hizi hazina, jinsi ambapo vijana wanaweza kupata hii mikopo. Kwako wewe kama kijana, kwa sababu pia unawakilisha vijana katika chuo kikuu cha MKU. Je, vijana wanafahamu kuhusu hizi hazina? Kuna wale ambao wamejaribu, wamefaidika? Asante sana kwa nafasi. Nafurahia pia, nashukuru. Pole kwa kuchelewa, nimetoka Kisii ili niweze kufika kwenye studio. Karibu. Asante. Nafurahia naona kiongozi wangu wa NYC yupo hapa. Na ni vizuri pia ili aweze kutusaidia, kutuambia kile ambacho wao wanafanya kama council, na pia aweze kutuambia ni mikakati yepi ambao wameweka. Kwanza kabisa, wakati ndugu yangu hapa amesema kwamba vijana wetu hawana maarifa pia, kwa sababu Gen Z wanasikiza, ningeomba pia niongee kizungu kidogo. Uchanganye tu. Nichanganye tu. Ujaribu. Kwa sababu hajui Kiswahili. Kuongea Kiswahili zaidi. Utashangaa kwamba wengi wanaokusikiza wanafahamu Kiswahili, ndio maana wanatazama sasa. Kiswahili sheng. So most of them hawajui, hawana ile habari. The same way we have mambo mengi ambayo yanatendeka kwa mtandao na yanaenda viral. I wish our institutions kama the State Department for Youth, kama Youth Fund, kama hiyo Women Enterprise, wangekuwa pia wameweka budget kwa communication ili hizi kazi zote ambazo wanafanya ziweze kufikia yule kijana ambayo ako pale Kakamega Sigalagala, waweze kufikia yule kijana ako Nyamasari. Lakini what happens, wale ambao wanapata, ama ambao nimeona umesema watu milioni 2, mimi wanawake ya Women Enterprise Fund. Ukienda kwa ground, ukijaribu hata kuleta wanawake hata 20 pamoja ama 100, uulize kati ya 100 ni wangapi wamepata, you will not find. So wakati wanatuambia hizo takwimu, I will wish that pia the same way wana advertise hizo funds wanaziweka pale, pia watuletee testimonials, tujue kwamba so and so, kwamba huyu ndio alibenefit, at least tuone kwamba ni kitu ya ukweli, na pia waweze kuweka pale bajeti ili hii information iende kwa kila mtu, ajue nikitaka Women Fund, Enterprise Fund, nafanya hivi, but people don't have that information. The same way tuko na ofisi yetu ya National Youth Council, out of 1,000 youths, waulize ofisi ya National Youth Council iko wapi, ama how do they reach out, they don't know. Na ukiangalia hata social media zao, they are not doing that very well. But if tungekuwa na budget imewekwa pale, ili wakati National Youth Council, State Department for Youth iko na project fulani, sasa tuko na nyota, vijana wangapi wanajua kuhusu nyota? It's very few. When I talk to my students back in school, very few know about that. Wakati wanafunzi wengine sasa, lakini nyota ni geni. Nyota ni geni. Ndio imeanza. Lakini sasa unaisikia kama uvumi. Unaisikia kama uvumi. It shouldn't be ile ya wachache. So tunafaa kuwe pale, the same way we can have something trending, something going viral. Hata pale kijiji, kama unajua mtu fulani, kijana fulani wa Nyamasari ama Kondele, hayuko Twitter, hayuko Facebook, there is always a way to communicate. You can even use Nyumba Kumi. You can even use the village elders, the youth leaders from there. That brings us to the question of the election for the National Youth Council. Ili tuwe na vijana ambao wanawakilisha hao vijana kutoka pale grassroots mpaka kwa national team. Mwanza kidogo ni kama umeanza kampeni. Mwanza nataka kuwa mwenyekiti. Hebu tueleze hizi changamoto za mawasiliano. Wakenya vijana, kina mama, wale wanaoishi na ulemavu, hasa hawa ambao wamefaidika, walifahamu vipi? Ndio ili tuweze kujua changamoto iko wapi kwa wale wengine zaidi kufahamu. Wajua, sema kweli Mashirima, fursa ziko, mikopo iko, lakini kusaidika ni, nitasema kama two-way traffic. Ingawaje nitakiri ya kwamba tunaweza kufanya, tunaweza kuimprove our communication system, haswa kama agencies za serikali. Kuna pia mbinu na efforts that have been put in place ku-communicate na ku-publicize. Kwa mfano, nilianzia hapa nikisema kwamba kama baraza la vijana tumebuni mradi ambao unaitwa Wazo. Wazo ni mradi ambao tunatembea nao Kenya nzima, na tulianza huu mradi kwa sababu tuliona kwamba vijana hawajapata kujua. Pale kwenye mtandao ikiwa X au Facebook, mara nyingi wanatuandikia pale kwenye inbox, wanasema nitapata mkopo wapi? Afisi za Youth Fund ziko wapi? Afisi za Women Fund ziko wapi? Tukaona kwamba kuna communication and information gap. Ndio tukabuni hii mradi ambayo inaitwa Wazo, na hatukuongea tu kwenye mtandao, tulienda hadi
Bungoma kwa mfano. Tulipoenda Bungoma tulipata kuambatana na Youth Fund na Huduma Center na wenye program mradi wa Nyota, State Department for Youth Affairs. Wote tukaenda pale tukazungumza, amesema vijana wa Nyamasira. Sipajui hapo Nyamasaria. Tukazungumza na vijana wa Bungoma na tukawaambia hizi ndio fursa ambazo serikali imetenga kwa niaba yenu. Mwe wanaume, mwe wanawake. Na mkitaka kujua ndo hawa wenye agency, na kama si hawa njooni kwenye baraza la vijana kwenye website yetu. Kila siku tunapost kitu ambacho tunaita Forward 4. Kila siku Forward 4 tunapost kazi. Nyota walipotoa advertisement kuomba vijana wa apply, mtu alikuwa anapiga nyota 254 alama ya reli *254#. Ndio ilikuwa inafanya kama application. Tukapublicize kwenye social media yetu, lakini si hivyo tu. Zaidi tunatumia kwenye WhatsApp group, tunatumia kwenye X, tunatumia kwenye Facebook. Hiyo ndio social media. Alafu tunapoenda kwenye ground kama Bungoma, kama Makueni, kama Kwale, tunawazungumzia wale Taisha champions. Na kila mara tukizungumza tunaomba vijana, wewe ukisikia hapa mwambie rafiki yako, mwambie ndugu yako, mwambie dadako. Usiwe wewe peke yako ambaye unajua. Yule ambaye amepata fursa ya kuja kwa platform ya Wazo na baraza la vijana, ukienda nyumbani nenda uambie wenzenyu. Na ndio maana tukabuni kijitabu, sikuleta sample lakini Mwashirima nitakupa. Kijitabu kidogo tunachoita Youth Passport Opportunities. Pale ndani tumesummarize ofisi ya Nyota wako hapa, ofisi ya Msea wako hapa, ofisi ya Youth Fund iko hapa. Ili vijana wasiseme kwamba ni kwa mtandao tu. Pia kule kwenye ground, kwa physically tumewapa kijitabu. Sasa kwa nia yetu kama baraza la vijana ni kukua kama daraja. Kuwapa vijana na information, ujuzi, maarifa na kuwa connect si pia tuna baraza lakini na agensia zote za serikali ambazo zinashughulika kwa shughuli za vijana. Na kwa sababu umetaja kwamba kuna kijitabu, ningependa uweze kutueleza kuwepo na kijitabu na kutumia mitandao kama alivyosema Omwansa kunasaidia kwa njia gani? Maana ingekuwa rahisi zaidi nadhani kama hiki kijitabu kingekuwa kinapatikana mtandaoni. Kipo mtandaoni. Na ndio maana nilianza na kusema ni mara mbili. Kuna sisi kama agency za serikali kuweka maarifa kwenye mitandao. Alafu pia kuna vijana kuingia kwenye mitandao kupata. Tunaweza kuwa tumeweka maarifa, kwa mfano hiyo Nyota. Najua ukienda kwenye mtandao wa NYC utaona pale tuliweka wito wa kuregister. Nyota 234 alama ya reli. Na tukaomba vijana tafadhali kwenye simu yako, si lazima iwe smartphone, inaweza kuwa kabambe, yote ni sawa. Piga hapa pata kusaidika. Lakini ikiwa huku tizama itakuwa ni shida kidogo. Kwa hivyo nawaomba vijana, na mimi nikiwa kijana lazima iwe two way. Lazima pia sisi wenyewe tujitume kidogo tukatafute fursa. Kama baraza la vijana tutafanya kila tunachoweza kuenda hadi kijijini ili kuwapelekea vijana fursa zao. Lakini tunaomba pia vijana wala ambao watapata kujua wawaambie wenzao. Benson, tukizungumzia hili swala la kuwasiliana na wananchi kuhusiana na hizi hazina na nafasi zilizopo kupitia mitandao, mwaka wa 2023 Women Enterprise Fund ilikuwa mojawapo ya zile ambazo zilianza kufanya kidijitali kwamba wanawake sasa wangeweza kutumia nambari hiyo nyota 254# ili kuweza kupata fedha za kuendeleza biashara zao. Hebu tueleze hiyo kufanya mambo kidijitali imeleta tofauti gani katika wananchi kupata pesa za mikopo? Asante sana, lakini kabla sijajibu swali hilo niongeze yale ambayo amesema. Ni kwamba amesema kuna mpangilio ambao National Youth Council wameubua ambao inaitwa Wazo na ambalo tunaitumia kama daraja au jukwaa la kupeana habari, kutoa habari kwa vijana. Na ni kwamba katika mpangilio huo hasa tunatumia vijana ambao tayari wamepata mkopo. Wanazungumza, kama juzi tumekuwa Kwale, vijana wa Kwale ambao wamepata mkopo wanasimama pale, wanaelezea vijana wenzao, mimi nilifanya hivi, nikafanya hivi, nikapata mkopo. Na hao vijana wanajulikana. Kijana kisema mnanijua mimi, huwa na cyber cafe pale na nilichukua mkopo. Sasa they are able to relate. Kunaaminika. Na inaaminika. Pia tuko social media zote.
kutoka LinkedIn kwenda YouTube, tuko na website, tuko X, tuko Twitter, tuko X ndio Twitter, tuko TikTok, tuko Instagram, zote na tunapasha hizo habari. Pia tuna maofisa kule mashinani ambao huwa pia wanahudhuria mikutano ya umma, wanafanya mipango na mikutano na youth groups. Pia wanahudhuria mikutano ya makanisa ambao wanahudhuria vijana. Na pia nikirejelea mwenzangu hapa ni kwamba tunafanya outreach programs na universities. Na universities wakijipanga wanatualika, au pia sisi we initiate. Na tunaenda kule tunazungumza na vijana, ndio wale ambao wako interested wanachukua. Lakini utapata pia kwamba ukizungumzia vijana 1000 hapa, sio kila mtu ambaye atachukua mkopo, kwa sababu everybody has their own interest. Kuna wale wanataka kuingia biashara, kuna wale wanataka kuingia katika ajira na kadhalika. Tukizungumzia mfumo wa kidijitali ni kwamba kama kuna kitu imesaidia dunia ni mfumo wa dijitali, kwa sababu mfumo wa dijitali umeleta huduma katika mikono yetu, na ambao unaweza kupata huduma ukiwa kwa nyumba, ukiwa kwa matatu, ukiwa popote pale. Na pia sisi katika Youth Enterprise Fund tuko katika hiyo mikakati ya kuweka huduma zetu katika simu, na kuna app ambayo tunafanya testing, tunaita Youth App, na ambayo ikikamilika vijana wataweza kupata mikopo kupitia kwa simu. Na pia tunajaribu pia kujifunza kupitia wale ambao tayari wamefanya hivyo, kama vile unajua kuna a lot of service providers ambao wanatumia digitali. Tunajaribu kuangalia wako na shida gani. Kuna pia Hustler Fund, tunajaribu kuangalia tajriba zao wakitumia digitali, ndio ile mfumo ambao tutakuja nao uwe ni mfumo ambao ni convenient, na uwe ni mfumo pia sio kutoa tu pesa, tutahakikisha kwamba mkopo umelipwa. Kwa sababu ulizungumzia kuhusu uendelezaji wa hizi hazina. Tukitoa mikopo ni lazima ilipwe ili tuwe na pesa ya kuweza kudevolve, ndio vijana wengi pia waweze kuaccess hizi pesa. Kuna mmoja hapa alikuwa anasema watueleze nyota wazi, manake hatuelewi. Kuna mwingine Mashirima, hata hiyo nyota wanayoisema ukijaribu kudial hiyo namba inakataa. Lakini hapa nitakataa, manake mimi mwenyewe nimeijaribu. Nikaona kwamba imenipeleka ikanionyesha kuna Hustler Fund, kuna Women Enterprise Fund na kuna Nyota Project. Labda unaweza kutueleza ni wapi ambapo kuna mkanganyiko wa mawasiliano? Manake nyinyi mnasema kitu kimoja, wananchi wanasema kitu tofauti. Mark, tuanze na wewe. Asante sana. Awali nilikuwa nimeanza kwa kuyapa haya takwimu, kwa sababu tunapozungumzia maarifa lazima uelezee haya takwimu zinatoka wapi. Hizi takwimu zinatoka wapi ili waweze kuwa na ufafanuzi. Na kuna changamoto 3 ambazo zinajitokeza kwa upana zaidi katika hili swala za hazina na katika mikopo ya vijana. Moja, kuhusu hili swala la ni kwa sababu gani vijana hawana maarifa kuhusu haya mikopo na haya hazina. Nafikiri kuna vitengo viwili ambao wanafaa kulaumiwa sana. Moja, katika upande wa serikali ni wanasiasa. Ni kwa sababu gani nasema wanasiasa? Ni kwa sababu wanasiasa wamechukua ile space kubwa sana ambayo inawafanya wale wataalamu wa serikali kama Bwana Benson hawezi kuwapa, inaopa ugumu sana wataalamu kuwaelezea vijana, kwa sababu leo Mashirima, ukiweza kuwaita vijana, na kwa upande wa kitengo kingine ambao wanafaa kulaumiwa pia ni vijana wenyewe. Kwa sababu gani? Leo ukiweza kuita vijana pale, hata pale Uhuru Park, Bwana Benson awaite au Gloria waeleze kuhusu haya vitu kama nyota, haya hazina ambayo yanatolewa na serikali, vijana wengi hawezi kutokelea kwa sababu watayakejeli haya. Lakini mwanasiasa akiweza kuwaita, kama tuliona juzi kufungua chama wengi watatokea. Ni kwa sababu vijana wengi hawatilii maanani haya maneno. Na hili swala la maarifa ni vitengo viwili. Moja, nimesema ni wanasiasa hawapi wataalamu wa serikali kuweza kuelezea vijana. Pili, ni vijana wenyewe, ni kwa sababu wanalitilia kejeli sana. La pili, changamoto kubwa ni hofu ya vijana. Wengi wanaona hawezi kulipa mikopo haya, kama mfano ule wa Hustler Fund. Wengi walianza kuwa na wasiwasi, je, nisipolipa serikali itaanza kunifuata, kwa sababu hawapati mapato kwa mara moja. Kwa hivyo vijana wengi, jinsi nimesikia, walikuwa nasema wana ile hofu
hofu ya kutoweza. Na hofu manake ni Wakenya wengi sana walichukua hiyo mikopo na ni wengi zaidi ambao hawajalipa. Ile hustler fund ni kwa sababu tuliona kuwa kulikuwa na ushawishi kubwa sana na wanasiasa na niliona kuwa kulikuwa na ushawishi sana kutoka kule juu kuanzia rais na wanasiasa. Sijui ni kwa sababu sijui ni vijana wanakuwa na ushawishi wakati wanasiasa ndio wanakuja kwa ushawishi wachukue vitu, kwa sababu ule wakati unaona wataalamu wa serikali wanapojihusisha katika kuelezea vijana wengi hawatoi, na hili ni swala ambalo linafaa kuwa linatia wasiwasi sana. Na jambo lingine ni kwamba na hizi vijana wengi wanaona kuna vikwazo vingi ambavyo vinawekwa katika ile process ya kupata hili, lazima kuwe na hili, lazima kuwe na hili. Kwa hiyo kuna wale vijana wanavyoona vile vikwazo katika hili process wanasema acha niachane nayo. Omwansa, je, unakubaliana na hilo kwamba kina Benson hapa wakiwa wanazungumza kama wataalamu hawata sikizwa kwa uzito kama mwanasiasa akienda na kuelezea program kama hizi? You see, Mashirima, ningependa tukue honest with our conversations here. We have a representative from the government side, and we have the youths here. Even if you ask Mark if he has ever benefited from the Youth Enterprise Fund, atakwambia hata ajui hata venye anafaa. Lakini uko hapa, Mark, ushai kujaza, ushai kujaribu? Hapana. Kwa nini? Na wewe unasema vijana hawana maarifa. Mimi nina maarifa lakini sijapata ushawishi wa kufanya hivyo bado. Labda basi utuambie, make Omwansa amekuuliza swali. Kwa nini hujapata huo ushawishi? Nafikiri wakati ambapo unaona wale wanasiasa, unapomwona rais anazungumzia hili, unaona ni kama mfano kama ile hustler fund, watu wengi walitilia maanani kwa sababu wanaona rais unaona siasa wanazungumzia jambo hili, wanatilia maanani. Lakini ukimwona Bwana Benson nakuja kuzungumzia, watasema hizi mambo za serikali, mambo mingi sasa kunakuwa na vikwazo mingi sana. Kwa hivyo wewe hujahitaji, ndio maana hujajaribu. Naona ushawishi hujakuwa juu sana. Ushawishi hujakuwa juu. Yeah. Naam. So yeye hajapata, hajawahi jaribu. Na wewe Mr. Benson, wewe ushajaribu. Yeye nataka kujibu. Mr. Benson here, hata ndio nimeona jina yake ya pili nikakumbuka. I think I've worked or I met him 5-6 years ago through the office pale Upper Hill. Na kitu CEO wangu ameongelea hapa 4x4. I'm the one who started that back in the days. It's been also 5 years when I was an intern under the leadership of CEO Sasaka. 4 at 4. I used to post 4 jobs at 4 p.m. every day so that my youth, but it became hard. And I had to, venture into farming. But now this is maana wale wanaokusikiza wanaelewa Kiswahili. Okay. So ndio ninasema hii, mimi mwenyewe I have tried kupata hizo opportunities. Mimi mwenyewe imagine. Na niko tu hapa Mkuru CBD. But na wewe ndio ulianzisha 4x4. Mimi ndio nilianzisha 4x4. But I've never even benefited from the youth enterprise. What I'm saying is this. Hapa hao Kenya wanaongelea Kenya iko kwa hii kitabu. But ikifika kwa ground things are different. I like or I'll be happy. Madam CEO atuambia hapa tangu aingie. Aliingia hapa mbona? Aliingia ili tuweze kuwa na watu wanaturepresent. Aliingia hapa ili wanafunzi. What is the role of NYC? NYC inafaa kuandika kutuma bills pale parliament. Kama hii ya national funding model ya ambayo inasumbua wanafunzi. They were supposed to be kukua kipaumbele kutetea wanafunzi. But what did they do? Did they even speak? No. What is the role of National Youth Council? To represent the youth's interest. Youths were arrested, were abducted. Let her tell us even one day, siku moja alitokea kukuja police station ama siku moja alitokea kusema hapana, we need the lives, we need these young people back. They never did that. So what is their role? Kuenda na kupiga picha na kusema they have done ABCD? No, this is what I'm saying. These is government institutions. Hawa ndio wanafanya hata rais wetu anapakwa matope. Hawa ndio wanafanya watu wanasema one term. Before one term wetu aende, hawa pia lazima waende. Kwa sababu they are doing nothing. Omwansa, naona wewe uko campaign sasa. Siko campaign. I'm just saying that's how I feel. Kuzungumzia. Naomba usalie katika mada yetu ya hii leo kuhusiana na hizi hazina. Mahali ambapo kuna changamoto ndio uweze kuzitaja. Lakini ukiwa unazungumzia labda uongozi wa kwa mfano, itakuwa kwa Kiingereza tunasema si sawa. It's not fair. Manake hiyo sio mada ambayo tumekuja kuizungumzia hili. Ningependa kuuliza pia swali moja Madam Mashirima. Mimi usiniulize swali manake wewe ndio uko hapa kujibu swali ambayo tutaongeleaje changamoto. Sisi tunazungumzia maswala ya hizi hazina. Kwa hivyo kama wewe unaweza kwanza kutueleza changamoto yako ilitokea wapi? Ni kwamba ulijaza zile fomu zikakwama mahali, ama
kuna jambo ambalo lilitokea halikukufurahisha. Changamoto kwa mfano ni kama HELB wanafunzi hawapati. Wenye wanapata ni wachache. Ni wale tu wachache kidogo wanapata, which is our right. All of us tunafaa. Wanafunzi wangapi wamekuja pale wanakosa mtihani, wanakosa kugraduate. Wanakosa kugraduate, tunakuwa majambazi hapa, tunapigwa risasi, wanasema Gen Z ni wabaya. Yet we have institutions ambazo zinafaa kuwa zinatutetea. Yet we have the CEO for HELB, yet we have the CEO for NYC for State Department ambao wanafaa kuja waseme hapana. What do you want? This national new funding model is not working. How do you want us to operate? Tuweze kukaa chini. So changamoto yangu number 1, tafadhali ingependa tu uniruhusu niseme ni viongozi ambao wanaongoza hizo departments. If tungekuwa na viongozi ambao wanatusikiliza, wanatuhusisha, saa hii hatungekuwa na hizo changamoto. Wangekuwa wanakuja kama umeona kama hiyo department ya NYC wamekuwa kienda nje ya Nairobi. Sisi hapa Nairobi hatujaona tukiwa tunahusishwa. So ningependa sana pia au viongozi wawajibike, wafanye the administrative roles ambavyo inavyofaa. Kwa sababu tukisema sasa tutakuwa tuna blame nani kama sio viongozi na wao ndio dereva. Gari ikipata ajali huwezi sema eti ni conductor ama ule mwenye ako huko nyuma. Ni dereva ndio maybe alikuwa incompetent ama alikuwa amelala. So tafadhali ningeomba kwamba hao viongozi wawajibike, wahusishe kama ni HELB wahusishe wanafunzi, kama ni National Youth Council waweke election, tuweze kuwa na viongozi waweze kutuwakilisha, waweze kutuma mambo yetu pale. Na pia hizi jambo la mwisho, hizi youth enterprise hizi loans wanapeana ziwe sawa kwa kila mtu, ziwe fair. Ukiangalia kama wewe ni kijana unataka kufanya biashara, wakati unataka kufanya there nini conditions ambazo unafaa kufika pale, ambazo mimi kama nimetoka university siwezi fika. Unaniambia lazima sijui nikuwe na KRA, sijui imefanya sijui kazi for how long, ninatoa wapi? Experience unataka sijui ninatoa wapi? So inakuwa ngumu sana, iwe sawa. Omwansa, kuna swali ambalo hujajibu. Ni wapi ambapo ulikwama ulipokuwa unajaribu kupata mikopo hii katika hizi hazina? Ni wapi ambapo ulikwama? Ni hazina gani ulijaribu kupata na ni wapi ulikwama? Unaona kama hiyo nyota bado niko verification mpaka saa hii. Okay? Kama ni HELB iko disbursement for like 3 years. Bado ninangojea 3 years. Nina graduate naenda kupata familia. Sijui atanitumia nitumie huko nyumbani na familia. So it is really not working. What we just need to know is kama umepewa budget fulani, tuambie hii budget itasaidia wanafunzi fulani. So that ukikuja kuweka akili yako na roho yako na mawazo yako unajua nitapata hii. Kama ni National Youth Council unajua kazi yao ni kurepresent interest za vijana. Wacha wafanye hiyo. We are not even asking for much. Gloria, kwa sababu amekulenga sana, nitakupatia fursa uweze kumjibu. Labda unaweza kueleza kabla hajazungumza, uache nimtetee kidogo. Niseme mimi sifanye kazi katika National Youth Council. Lakini mwenzetu hapa amesema labda wanasafiri huku Nairobi hatushirikishwi. Hapa Uhuru Park tumekuwa na forum kubwa sana. Tulikuwa tunaita People's Dialogue Festival. Alikuwa pale. Na mimi mwenyewe nilikuwa kule, tukashirikisha vijana, tukadance huko na vijana, we passed information. Ngapi walipata kazi? After kudance. Sasa wewe ukipatia vijana information, mwache Benson yangu ni kupatia vijana information. Nikawa pale na niko na list kubwa sana ya vijana ambao tuliregister pale. The ones that had interest, we have followed them with SMS. Nini. So what I'm saying is we have programs across the country for all the institutions. Na kwa hivyo haitakuwa very correct kusema Nairobi hamshirikishwi. Na kama anasema labda ulikuwa pale, maybe ila kitu muhimu na ndio mashirima hapa anauliza, na ndio sababu tuko hapa. Pia sisi tunataka kupata feedback. Tujue like now yourself ulikuwa una apply hii loan ya Youth Enterprise Fund. Ni kitu gani kutatiza? Labda uliitishwa passport na hauna, labda uliitishwa security na hauna. Ndio tujue kutoka hapa kuendelea mbele tunaenda vipi na tutafanya nini ili kuboresha huduma zetu kwa vijana. Na Benson pia labda unaweza kuzungumzia ni wapi hiyo breakdown ya communication ipo? Maanake hata zile jumbe ambazo naziona hapa kuna wengi ambao wanasema kwamba wanapata changamoto. Na naambiwa tupumzike kidogo kisha tutarejea ili muweze kujibu maswala hayo kuhusiana na ni wapi mawasiliano yanakatika. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, tunarejea hivi punde na mengi zaidi, lakini kukukumbusha tu ni kwamba tungependa kusikiza kutoka kwako kuhusiana na mdahalo wetu wa hii leo ambapo tumekuuliza, je, mikopo hii inayotolewa na serikali na mwacha nisome tu hilo swali. Je, hazina za serikali za kuinua biashara ndio suluhu ya matatizo ya kibiashara nchini? Je, hazina za serikali za kuinua biashara ndio suluhu ya matatizo ya kibiashara humu nchini? Wasiliana nasi, nambari ya arafa ni 22422.
au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti.